Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya Simba Sport Club. Kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa ndani ya kikosi chao, inaelezwa kwamba taarifa ni njema kabisa juu ya sajili kubwa ambayo wameenda kuitambulisha kwa siku hii ya leo. Moja kati ya wachezaji wenyewe wameweza kudhibitisha taarifa yao ya kusajiliwa kwenye kikosi cha klabu ya Simba. Kunako msimu ujao unaelezwa kwamba kuna timu zitakimbia, kuna timu azitoleta timu uwanjani kutokana na usajili huu mkubwa ambao wamekwenda kufanya wekundu wa Msimbazi Simba. Ni nani huyo? Utakwenda kujua hapa. Taarifa kamili ambayo nimekusogezea hapa utakwenda kujua, kwa sababu kila kitu kimewekwa bayana juu ya Simba Sport Club kumalizana na nyota huyu. Ni nyota gani? Ametoka wapi? Wasifu wake uko vipi? Utakwenda kujua kila kitu ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi pendo kabisa cha Simba Sport Club. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Star Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu lililoandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwa, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hiki ambacho kinachoendelea katika kikosi cha klabu ya soka ya wanasimba, wenyewe wanapenda kuita mnyama kabisa. Bwana, unafahamu ya kwamba kwa sasa klabu ya soka ya Simba Sport Club imekuwa na mwendelezo mkubwa kabisa wa kuendelea kuhakikisha kwamba wanaongeza saini za nyota wapya kwenye kikosi cha klabu ya Simba. Simba malengo yake ni kutinga tena fainali kwa msimu mwingine ujao. Kama walivyoweza kufika fainali katika kombe hili la shirikisho, ndio hivyo hivyo wanahakikisha kwamba katika kombe la klabu bingwa barani Afrika pia wanatinga katika hatua hii ya fainali. Hivyo basi wanahitaji kuweza kuongeza nguvu kwa nyota wengine wapya ambao wenye kasi, wenye hali ya upambanaji na namna kuweza kuipambania klabu ya soka ya Simba Sport Club. Nyota hao sasa, miongoni mwao unafahamu ya kwamba kulikuwepo na stori za Mabululu miongoni mwa nyota ambao walikuwa wanatajwa kujiunga na kikosi cha Simba, lakini ukitizama bei ambayo Mabululu kwa sasa yuko nayo sokoni, ni wazi ya kwamba klabu ya Simba haiwezi kuwa tayari kuweza kutoa kiasi hicho cha pesa, ukilinganisha kwamba pia Mabululu umri wake umekwenda zaidi, miaka 33 mpaka sasa ambayo iko nayo. Ni moja kati ya wachezaji pia ni wazuri, lakini kwa mahitaji ya klabu ya Simba, na unafahamu namna ambavyo falsafa ya Simba kwa hivi karibuni imesema ya kwamba inahitaji vijana zaidi ili kuweza kuijenga timu yao, na hata msimu huu umeweza kushuhudia vijana wengi ndio wameweza kuifikisha fainali kikosi cha klabu ya Simba. Walio na umri mkubwa kidogo ni wachache, ni wachezaji ambao wanahesabika kama 2-3 hivi. Sasa klabu ya Simba inahitaji kuingia katika mfumo ule ambao wanawatumia wapinzani wao, hususan klabu ya soka ya Young Africans. Wao ndio wanatumia wachezaji kidogo wenye umri ambao umesogea zaidi, lakini klabu ya Simba inahitaji vijana zaidi. Sasa klabu ya Simba inaelezwa kwamba sasa ni rasmi wameamua na wenyewe kufanya ubaya ubwela kwa nyota kutoka pale nchini Ghana, kwa kile ambacho kinachoelezwa Jonathan Sowayi, miongoni mwa nyota ambao wanakipiga katika klabu ya Singida Black Stars, ambako kwa sasa ameendelea kuweza kujipatia umaarufu zaidi. Jonathan Sowayi ni miongoni mwa nyota ambao wametua katika kipindi cha dirisha dogo la usajili, lakini mpaka sasa hivi magoli alionayo, kuna wachezaji ambao wameanza msimu na hawajamfikia, na wengine amewafikia na anaelekea kuwapita kutokana na mwendelezo wake mzuri kabisa ambao yuko nao katika kikosi cha Singida Black Stars. Amezidi kuzitikisa nyavu za wapinzani, kitendo ambacho kinachoashiria kwamba ni moja kati ya masweka ambao wanastahili kukaa katika timu kubwa kabisa. Hivyo basi tajiri Mo Dewji inaelezwa kwamba ameweza kwenda kutibua dili la Jonathan Sowayi kuelekea pale katika klabu ya soka ya Young Africans. Tunafahamu kwamba Yanga waliweza kuweka oda yao mapema kabisa, wakasema Jonathan Sowayi ni nyota wao msimu ujao, na hata mchezaji pia aliweza kumezeshwa hivyo, na akasema ya kwamba yeye akitoka Singida lazima ataichezea klabu ya soka ya Young Africans. Sasa kile kilichoweza kutokea, inaelezwa
kwamba mambo yamekuwa ni mazito kweli kweli, na inavyoonyesha kila kitu kinaenda vizuri kabisa. Sasa inaelezwa kwamba katika mchezo waliocheza klabu ya soka ya Simba Sport Club dhidi ya Singida Black Stars, kulikuwa kuna mazungumzo ambayo alikuwa akiweza kufanyika kati ya kocha Fadlu Davis dhidi ya Jonathan Soai kwa kile ambacho kilichoonekana. Sasa maneno yakawa ni mengi sana kile ambacho kilichoweza kuzungumzwa. Sasa kocha mkuu wa Simba Fadlu Davis ameonyesha kuvutiwa na uwezo wa mchezaji wa Singida Black Stars Jonathan Soai. Mchezaji huyo ameonyesha uwezo mkubwa kiasi ambacho kila kocha anatamani awe naye ndani ya kikosi chake. Uongozi wa klabu ya Yanga ulionyesha kuvutiwa na uwezo mkubwa wa mchezaji huyo, ndipo siku ya jana kocha mkuu wa Simba Sport Club naye akaonyesha nia ya kumhitaji mchezaji huyo ambaye kwa sasa anakipiga katika klabu ya soka ya Singida Black Stars, ambako mkataba wake bado unamruhusu kuendelea kubakia kwenye kikosi hicho. Kwa hiyo kinachoangaliwa kwa sasa ni namna ambavyo kila mmoja anakwenda kushuhudia. Jonathan Soai amecheza dakika 866 tu ndani ya ligi kuu ya NBC akiwa na uzi wa Singida Black Stars sawa na michezo 10. Nyota huyo amefanikiwa kufunga mabao 11 hadi sasa. Yaani ana uhakika wa kufunga bao katika kila mchezo ambao anashuka dimbani ndani ya ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Unaona bana, kitu ambacho unakwenda kukishuhudia kwake ni namna ambavyo anakuwa na mwendelezo mzuri zaidi wa kufunga. Kwa hiyo watu wanajiuliza kwamba huyu ni nyota ambaye anacheza Singida Black Stars, vipi akitoa katika maskani ya timu za Kariakoo atafanya nini makubwa zaidi? Kwa hiyo macho na masikio ya wengi wanatamani kuweza kumuona akiweza kutua katika kikosi cha klabu ya soka hapa nazungumzia ya Simba Sport Club. Kile kinachoonekana ni namna ambavyo kila mmoja anazidi kuweza kuhakikisha kwamba kila nafasi wanayoipata wanakwenda kuitumia vizuri ili kuweza kuandika. Hapa nazungumzia namna ya kuweza kuhakikisha wanapata angalau namna kuweza kumpata Jonathan Soai. Sasa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa na kuhusiana na yale ambayo alikuwa ikiweza kutokea, hatimaye ameweza kuwekwa wazi, ameweza kuwekwa bayana. Kulikuwa na maneno ya kwamba Faisal akienda Simba basi klabu ya soka ya Azam itapaswa kuwalipa Yanga kiasi cha shilingi bilioni 1, lakini leo hii ametoka hadharani. Hapa nazungumzia Jasmine Razaki, msimamizi wa Faisal Salum, ambapo Jasmine ameweza kuweka wazi na nukuu kile ambacho amekisema msimamizi huyo ambaye ni mwanamama Jasmine. Anasema ya kwamba anapenda kuweka wazi kuwa hakuna mkataba unaosema Yanga watalipwa chochote kama Faisal atauzwa. Hizo ni propaganda zisizo na ukweli wowote. Tushamvumilia sana mtu akae na uvumi huu, sasa tunalazimika kusema ili kulinda heshima ya mchezaji. Faisal yupo Azam kwa mkataba halali, hana mgogoro na mtu na hatuwezi kuruhusu jina lake litumike ovyo. Tunawaomba wahusika waache mara moja. Unaona bana, kuhusiana kile ambacho kinachoendelea. Kwa hiyo na maneno kwamba Faisal akitoka pale Azam kwenda Simba basi kutakuwepo na mkanganyiko, lakini Faisal mpaka sasa ana mkataba na klabu ya soka ya Azam kwa ule mkataba wake ambao una thamani ambayo mpaka sasa umefikisha mwaka 1.5, ambapo Zaka Zakazi ambaye ni afisa habari mkuu wa klabu ya Azam FC anasema kwamba naomba muache habari za Faisal kwa sababu kila siku mnasema hizo habari za fake kila siku. Binafsi nimechoka. Kama msemaji nimeshasema achaneni na hizo habari. Kama ofa ikija tutasema sisi na sio nyie. Wakati tunamsajili Faisal tukampa mkataba wa miaka 3 na sasa ameshautumikia mwaka 1.5. Habari za fake achaneni nazo, mnazopotosha sana wasikilizaji wenu. Unaona bana, akiweza kuachana wanahabari, ambapo paka sasa Faisal ana mkataba wa mwaka 1.5 ambao thamani yake una kipengele
cha kuvunja. Kama una dola 500,000 unaweza kuipeleka pale Azam ili kuvunja mkataba wake ambao kibongobongo hizo pesa ni takriban shilingi bilioni 1 na milioni 300. Kama kuna timu ambayo inamhitaji basi inaweza kapeleka ofa pale Azam FC kwa sababu wao ndio wamiliki wa mkataba wa Faisal. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana na taarifa hii.